ya kuokoka, mtu huyu ili kuonyesha ana imani nyingine, ana maisha mengine, lazima wokovu wake pia uambatane na imani ya kujitoa kwa upande wa Mungu. Lazima. Amen. Amen. Jose. Lazima. Nje ya hapo tutakuwa tuko kule kule tulikokuwa mwanzoni. Tulijitoa kwa shetani kwa bidii. Tulijitoa katika matambiko. Tulijitoa kwa waganga wa kienyeji. Tulijitoa katika ulevi kwa nguvu zetu zote. Tulijitoa katika kufanya maovu ya kila namna. Tulijitoa kufanya maovu ya kila namna. Sasa baada ya kuokolewa, baada ya kupata wokovu, tunatakiwa tuonyeshe wazi wazi kwamba tumeokolewa, tumepata wokovu unaoambatana na imani ya kujitoa vile vile kwa Mungu wetu. Tutakumbuka wakati wa Paulo. Biblia inaeleza kwamba Paulo kabla ya kuokolewa, kabla ya kuitwa na Yesu, alikuwa na bidii sana. Alikuwa na imani sana kuyatii, kuyafanya, kuyafuata yote aliyoelekezwa. Alipoambiwa kuua, aliua. Alipoambiwa kuharibu, aliharibu. Na maandiko yanasema alijionea fahari hivyo, akidhani kwamba anamfanyia Mungu ibada kwa kuua watakatifu. Lakini baada ya Paulo kuokolewa, baada ya Paulo kuitwa, naona Paulo aligeuza ile imani kuifanya ile kazi ya Mungu kwa kujitoa sana, bila kujali kufa. Ile nguvu aliyoielekeza katika kuharibu kanisa, bidii na imani aliyofuata maandiko na mafundisho ya dini yake ya Kifarisayo, ya Kisabato. Biblia inaeleza Paulo alipoitwa, imani yake, wokovu wake ukambatana na imani ya kujitoa kwa Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Angalia Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ya Matendo ya Mitume sura ya tuanzie mstari, tukasoma kwa haraka tu hapo mstari wa 13, lakini tutaruka kwenda kusoma mstari wa 20. Tusome kwa haraka hapo. Lakini sisi tulitangulia kwenda merikebuni, tukabidi kwenda Aso, tukikusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo ilivyo nini, alivyoagiza yeye mwenyewe. Aliazimu kwenda kwa miguu. Kwa nini? Kwa miguu. Ndio imani ya kujitoa. Tutaangalia mbele kidogo. Amen. Gari haliko, baiskeli haliko, bodaboda haiko. Paulo ana
anatembea kwa nini? Huyu ni mtume, anatembea kwa miguu. Alipotufikia huko Aso, tukampakia, kisha tukafika Meritina. Tukatweka kutoka huko, na siku ya pili tukafika mahali panapokabili Kio. Siku ya tatu tukawasili Samu, tukakaa Tregro. Siku ya ngapi? Tukafika Mileto, kwa sababu Paulo amekusudia kufika wapi? Efeso. Merikebu isije ikakawia katika Asia, kwa maana alikuwa na baraka akitaka kuwasili Yerusalemu siku ya Pentekoste kama ikiwezekana. Kuwasili Pentekoste kama ikiwezekana. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akaita wazee wa kanisa. Amen. Walipofika kwake akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi. Amen. Ndio wokovu unaoambatana na imani ya kufanya nini? Ya kufanya nini? Ya kujitoa. Watu wanaeleza wokovu ni tambalale. Tambalale kwa Yesu, tambalale. Hizo ni injili za watoto wachanga kiroho. Amen. Amen. Na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikifanya nini? Shuhudia Wayahudi na nani? Na Yunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Hiyo ndio wokovu unaoambatana na imani ya kujitoa. Ajui huko mbele nini kitapata, anajua madhara yatapata. Amen. Lakini haachi kufanya. Amen. Amen Jose. Na basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Tuseme wote, vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu. Tuseme wote, sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani. Ongeza sauti mtu wa Mungu. Ndiyo kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. 25. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliyohubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nashuhudia wote siku ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awe yote. Amen.